Tukisonga mbele ni kwamba kundi moja la utetezi wa haki za kibinadamu limetaka utekelezaji wa ripoti ya kamati ya kitaifa ya mazungumzo NADCO kabla ya mazungumzo ya kitaifa iliyopangwa na Rais William Ruto. Mapendekezo hayo yanaweza kusaidia kupunguza mvutano wa kisiasa na kukuza utulivu huku Kenya ikielekea kwenye uchaguzi mkuu wa 2027. Wakizungumza na waandishi wa habari huko Kiambu, watetezi hao walisema kutekeleza ripoti ya NADCO kutatoa mfumo wa kukabiliana na masuala ambayo yameendelea kuchochea msuguano wa kisiasa huku ikiunda nafasi ya makubaliano mapana ya kitaifa kupitia mageuzi ya kikatiba, kisheria na sera. Ripoti hii ililenga maeneo matano makuu. Kwanza kabisa ililenga haki na mageuzi ya uchaguzi. IEBC ilikuwa inaangazia maneno ya IEBC na namna ambavyo inafaa kutekelezwa. Pia ilizingatia maneno ya gharama ya maisha na masuala ya kiuchumi. Pia ilizingatia utawala wa mageuzi ya kitaasisi. Tulikuwa tumeongea hii maneno ya kukua na taasisi ambayo inakuwa yenye imeimarishwa. So NADCO report iliangazia hiyo, pia ikaangazia mageuzi ya kikatiba na kisheria. Na hiyo tunaangalia kwamba ikitekelezwa vizuri itakuwa inasaidia migogoro mingi hazitakuwa. So kitu kenye tungeomba tu serikali ni kwamba venye walikuwa wamesema tarehe 12 sisi tutajitokeza na tutaweza kupeana hiyo recommendation zetu, na pia tunasisitiza ya kwamba hiyo yenye iko tayari kama recommendation ikuwe implemented. Tusianze kufanya siasa sahihi. Watuletee hii NADCO report wa implement, kama sivyo Kalonzo na Ichung'wah walitumia pesa za serikali, pesa nyingi sana, na kama wasa wameanza kupanda kwa gari kusema ni nani atakuwa president, ni nani atafanya nini, hiyo mambo hatutaki. Tunataka wa implement hii. Tukielekea sasa kule Pwani ni kwamba viongozi wa dini Pwani wamewataka makanisa kuimarisha